swala la kujitosheleza kwa mahitaji muhimu ya msingi katika nchi. Tumepewa lengo na mipango yetu na Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwamba tufike mara tujitosheleze katika mahitaji ya msingi katika nchi. Ukiacha chakula huko na nini, mazao matatu ya haraka, na kwanza namba moja limewekwa sugar. Lazima tu attain self sufficiency kwenye sukari. Na ule ukisoma dira ya taifa ina mambo manne. Tunataka kujenga taifa la namna gani? Taifa namba moja lenye ustawi kwa wote. 2, taifa jumuishi, maana kila mtu awe. 3, taifa lenye haki. Na 4, taifa linalojitegemea. Sasa huwezi kuzungumzia kujitegemea kama hata chakula huwezi kujitegemea. Kwa tumesema kwenye swala la chakula tujitegemee. Na sukari tumeweka namba 2, edible oil. Na nadhani Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, mmoja ya mambo tunajifunza hapa ni kwamba ni vigumu sana viwanda kufanikiwa kama havijawa linked properly na production of raw materials. Ili Mheshimiwa Waziri, hatutafanikiwa kwenye swala la mafuta ya kula kama tutaendelea kutokulinki viwanda vya mafuta na production ya raw materials. Inamaanisha kwa viwanda lazima vijihusishe na uzalishaji wa raw materials za mafuta. Ndio hiyo, kwa mfano hivi viwanda ukiondoa, ukimwambia Sefa asizalishe miwa hapa, tutakuwa na kiwanda tena. Kwa kutegemea tu wale pro. Bwana ndani ndio tumejifunza. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo ndio kalichukua hilo hapo, ndio tulikofu. Kwa sababu tumejenga viwanda vya edible oil. Sema mbalimbali vikubwa. Very big investment. But we produce for 2, 3, 4 months unafungwa. Kwa sababu gani? No raw materials. Kwa hiyo ndio tumejifunza. Kwa hiyo edible oil, lakini ya 3 ni swala la ngapi ambao tunaipoteza hapo. Kwa hiyo lazima kwenye swala la sukari tulipo, kwa taarifa ya Wizara ya Kilimo, ni wazi kwamba hii inaondoka kwa Mheshimiwa. Na kwa kweli pamoja na kwamba Mheshimiwa Mkuu amesema miaka mingi sasa tunaweza kushughulikia, lakini tuseme tushukuru Mungu kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6, hili jambo tunaweza kumsahau kwa yote, lakini tutamkumbuka kwamba alimaliza swala la sugar gap katika nchi. Tunapozungumzia uwekezaji, tuzungumzie kuanzia kwenye kutengeneza, kutafuta raw material mpaka kwenye kutengeneza kiwanda na kupata matokeo ya mwisho, na kwamba huu ndio uwekezaji tunaoutaka kwenye nchi hii. Wenzetu wanasema ni B2C business, business to customers, na sio business to business. Tunasubiri kuwa mchuuzi tu, tunasubiria kuchukua bidhaa za wengine kuzizungusha. Tulikuwa tuwe na waziri wa viwanda na biashara, kwa sababu mimi nikimnyima raw material, nikimnyima miwa anazalisha, anakuwa na kiwanda, hawezi kuwa nacho. Wewe tunataka tuwe wote, kwa sababu tumepewa jukumu la kutafuta matokeo, sio kukaa kwenye wizara unasema hii ya kwangu, hii ya kwangu. Ukibakia na hii ya kwangu, hii ya kwangu, hatuwezi kutafuta matokeo ambayo tumedhamiria na ilani yetu ya uchaguzi imetuagiza kuyatafuta, lakini tuna dira ya 25-50. Kwa hiyo kwa ujumla hilo la msingi. Alikuwa na tani 47 wakati Samia anaingia. Leo ana tani, anaongeza capacity kwa tani 58,000. Sasa hapo lazima kuna uwekezaji mkubwa sana unaingia. Na ile maana yake Mheshimiwa Waziri, ni ajira za watu wa Morogoro, ni mchango kwa wakulima wanaozalisha au growers na kadhalika. Lakini hapa tu mjini. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwanza nataka nitumie nafasi hii kuambia kwa niaba ya wana Morogoro kwamba watu wa Mtibwa ni watu wenye mchango mkubwa sana katika na Mheshimiwa Waziri, nataka nikuhakikishie, nimwambie Nasoro Seif na timu nzima ya Mtibwa kwamba sisi kama serikali ya mkoa tunaona kama wadau wa maendeleo na hatuto entertain, hatuto chekelea kitu chochote ambacho tunakupelekea kwenye kuhujumu mafanikio. And then wewe, kwa sababu wewe huna kwa kupeleka ng'ombe wako au hutaki kuwekeza kwa ajili ya ng'ombe wako,
tumezikataa Morogoro nzima. Sasa sijui kwa nini Mvomero zinataka ziendelee. Tulisema kama mwaziri, kama una ng'ombe wako 500, kuweka kisima na infrastructure ya kunywesha, kwa sababu ng'ombe hao wanatembea kwa sababu ya kutafuta maji na chakula. Na tumeshasema as a policy ya mkoa wa Morogoro tunaondoka kwenye kuchunga, tunaenda kwenye kufuga.